وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. أوصيكم بالتقوى والعمل الصالح. Ndugu zangu, kwa upande wa dini ya Kiislamu, dini yetu, tuko katikati ya mwezi wa mwisho katika mwaka wa Kiislamu. Tuko katikati ya mwezi wa mwisho katika mwaka wa Kiislamu. Baada ya hapo tutaingia mwezi wa mwanzo katika mwaka wa Kiislamu ambao tunaita Muharram kwa kalenda ya Hijria. Kalenda ya Hijri, mwezi ujao Muharram ambao Kiswahili tunaita mfunguo 4, ndio mwezi wetu wa mwanzo katika kalenda ya Kiislamu. Ama kalenda ya Kifirinji tunajua tuko mwezi wangapi. Hiyo hakuna asiyejua katika nyinyi, kwa sababu ahadi zenu zote za maisha yenu mnaendeshea huko. Kwa hiyo hakuna atakaye kuwa hajui leo tarehe ngapi. Ninachopenda kuwakumbusha kwamba Muislamu, Mungu anavyotutaka, anatutaka tuwe hali yako ya jana isiwe na leo kama hali yako ya jana. Yaani Mungu anavyotutaka sisi kwamba sio vile ulivyokuwa jana na leo uwe vile vile. Hapana, Mungu sisi anatutaka kila siku zinavyobadilika na wewe ubadilike katika maisha. Kila siku zinavyobadilika, zinavyokwenda mbele, na wewe ubadilike, uende mbele, usibaki pale ulipo. Ndio Muislamu anavyotakiwa awe katika maisha yake ya dunia. Ikiwa ulikuwa hujui jana, leo lazima ufaiti uwe unajua. Ikiwa jana ulikuwa huna habari, lazima ufaiti kuanzia leo uwe unayo habari. Na siku zote nikwambieni, kuwa na habari nyi wala hamuelewi, lakini mimi nitarudia tu hilo neno mpaka inshallah Mwenyezi Mungu atakufungulieni mtalielewa. Lakini ninalirudia kwamba kama jana ulikuwa huna habari, usikubali na leo na kwenda mbele uwe huna habari kama ulivyokuwa jana huna habari. Kwa lugha ya mtaani, kama jana ulikuwa bwege, usikubali na leo pia unaendelea kuwa bwege. Usikubali hiyo. Lazima kuwe na mabadiliko, kwa sababu wasiokuwa nyinyi wenzenu wanaishi hivyo, kwamba hali ya jana hawaikubali, wanataka leo lazima awe na hali, kwa sababu maisha duniani yanabadilika. Kila kitu kinabadilika. Hata simu mnaziona hizo mlizo nazo mfukoni. Simu zamani ilikuwa mtaa wote huu kwa mzee mmoja, na tunamshuku akiwa na simu. Ile simu ya kukoroga ile akiwa nayo, kwanza tunampa heshima kubwa, alafu tunamshuku ana mawasiliano na sehemu gani. Na hata kama kaileta mwenyewe kwa gharama zake, mnasema kaletewa. Ndivyo tulivyokuwa tunaishi hapa.
Lakini leo simu kila mmoja anayo, isipokuwa tunapitana sasa kiwango cha simu. Mwingine ana simu inaitwa touch, lakini mwingine ana bado anacho kiswaswadu. Sasa wewe mwenye kiswaswadu, wewe pia na wewe usikubali kuendelea kuwa na kiswaswadu mpaka leo. Lazima uhakikishe na wewe una touch, na kama ulikuwa unayo touch pia isiwe ile tu ya shilingi 3.5. Lazima uhakikishe una fight, unakuwa na simu ya milioni 2.5, milioni 1.5. Hivi ndio inavyokuwa, kwa sababu humo ndani humo kuna mambo mengi. Nilikuwa nachezea simu juzi, inaniambia wewe umefuta mambo mengi humu katika simu yako. Je, unayataka tukurudishie mambo ya miaka 3 iliyopita? Simu inaniuliza mimi, nayo mfukoni hapa. Nikashika kichwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mimi nimeyafuta, sina haja nayo, lakini inaniuliza simu kwamba tukurudishie. Maana yake inanipa ishara kwamba ukibonyeza hapa, yale yote uliyoyafuta yatarudi uyaone. Hiyo ndio simu. Sasa kiswaswadu utapata hapo. Kwenye kiswaswadu hakuna swali hilo. Naona hivyo. Usikubali mpaka sasa hivi una kiswaswadu mfukoni. Lazima uwe na simu, na sababu ya kupatia simu ya kisasa ni kufight katika maisha. Jilipue, kwa lugha nyingine ya vijana, jilipue. Maana una fight katika maisha, kuchuma, jilipua. Na ndio maana wenzetu madalali wanafika hata kuroga. Yaani mkifiwa msielewane nyinyi watu wa familia, ili ahakikishe kwamba nyumba hiyo inauzwa na chake. Mpaka baadhi ya madalali wanasema naye apate mlango mmoja lazima, na kuna wanaofikia kupewa. Huyu ana fight manake, ingawa uchawi haramu, lakini ana fight mpaka anafika huko, kwa sababu mjini pesa. Huwezi ukakaa mjini hapa huna hela, haiwezekani. Utakuwa si mtu, utakuwa kinyama cha mwitu, na hapa msitu hakuna hapa mjini. Kwa hiyo lazima tu ufight, ubadilike, uwe na pesa. Kama unavyohangaikia afya yako iwe nzuri, hangaikia pia na mfuko wako uwe mzuri, uwe na pesa. Hayo ndio maisha ya Muislamu. Sio Muislamu miongoni mwa sifa zako huna hela. Bwana Mtume amesema, almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min almu'mini aldha'if. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min almu'mini aldha'if. Muumini mwenye nguvu maana sio misuli. Mwenye nguvu hela. Misuli ni umbile la Mungu, anakuumba toka siku uliozaliwa. Unaweza kuwa na misuli na unaweza kuwa kijitu chembamba, unaweza ukawa kijitu kifupi sana. Unaona hivyo, hutizamiki. Lakini ukiwa na hela, pamoja na wembamba wako, pamoja na ufupi wako, pamoja na hiyo, lakini kama unazo hela, watu watakaribia kukusujudia. Huyo ndio wewe, una nguvu, ni powerful. Powerful ya mtu, ya Muislamu ni pesa. Almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min almu'mini aldha'if. Muumini mwenye nguvu. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad, sio maneno yangu mimi. Maneno ya mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muumini mwenye nguvu ni bora kuliko muumini dhaifu. Sasa nguvu zenyewe kwanza kabisa ni pesa. Afya ni zawadi kutoka kwa Mungu, muombe. Hiyo inaombwa. Na ndio Bwana Mtume huyo akasema, kama mkimuomba Mungu muombeni sana afya,
kwa sababu ni jambo la kuombwa. Asipokupa afya kuitengeneza wewe kama wewe huiwezi, lakini hela kuzitengeneza wewe kama wewe inawezekana. Kipanga mipango tu. Na hii dunia nimekwambieni kwamba yoyote yule anayekuwa mahiri katika kupangilia mambo ya dunia ndio anaipata dunia. Ukiwa mahiri tu. Alafu nikwambieni jambo la mwisho kwamba pesa watu wengi wanazifukuza. Pesa watu wengi wanazifukuza. Pesa ukijiunga na watu wanaofukuzia pesa hupati pesa. Ingia upande wa kulia. Kwa hapa kidogo pesa hutegwa. Ukizitega pesa huko watu wanaozifukuza na pesa zinakimbia, zitakuja kunasa kwako. Utazichukua. Nyinyi watu wa msikitini msifukuze pesa. Nyinyi tegeni pesa. Baba yenu kafa, kakuachieni jumba bovu Kariakoo, fanyeni utaratibu ili jumba lijengwe, chini mafremu kadhaa, na floor ya kwanza hapo store, floor zinazokwenda makazi yenu. Hapa chini inakuwa mmezitega pesa, zitakuja taka zisitake, na mtaenjoy. Nawaambia kwa wale vijana ambao wao mtaji wao wa maisha ni kifo cha baba yao, ndio mtaji wao wa maisha. Sasa mtaji wenyewe sio kuuza nyumba. Msiuze nyumba yenu, ijengeni. Nyumba iliyojengwa kwa shilingi 300, kontrakta wenyewe Juma Mzee ndo kontrakta wenyewe aliyojenga majumba mengi hapa ya Manyema. Hapa mtu mmoja anaitwa Juma Mzee. Hapo Keko Shimo la Udongo ndo udongo wenyewe uliojenga majumba hayo. Hizo nyumba zimeishi mingine mpaka leo, pengine hata hii hapo kona hiyo. Sasa hiyo mwenyewe yule mzee akifa, ambaye mlikuwa mnamuombea dua afe, sasa Mungu katia kabuli kafa. Sasa nyinyi msiuze hii nyumba, tegesheni hela zije. Weka mtego wa hela. Mungu amejalia hapa zinategeka. Kwa hiyo watu watakaozifukuza huko zitakimbilia hapo, wewe unazoa tu. Halafu unaenjoy. Mimi sikuwa katazini kuenjoy. Lakini uenjoy wakati hela zenyewe umezitega zinaingia kila siku, zinanasa katika tundu lako. Ukienjoy ovyo ovyo, haya matokeo ambayo mara nyingi watoto wanaojua sana Dar es Salaam maskini wenyewe baba yao kafa na mtaji wao ndio huwa amepata hela, anakwenda Afrika Kusini. Wakati Afrika Kusini hawateki wageni huko, na wao wanakwenda huko, na matokeo yake wanakwenda kutumia tu kule, kwa sababu wasichana kule Afrika Kusini. Mimi nimekwenda kule, na bahati nzuri nimepita mpaka vichochoroni pale Johannesburg pale, toka huku mjini lakini mpaka uchochoroni nimepita. Kuna visichana kule, ndio maana vijana wakenda wanarudi hapa Ola. Na ili hali aliuza nyumba bilioni 5, na wao wako watu watatu. Mnauza nyumba bilioni 5, alafu nyinyi mko watu watatu, alafu unakwenda Afrika Kusini ukatafute kazi kweli? Hiyo ndio akili yetu. Sasa ninasema hivi, tulivyokuwa jana tusiwe kama vile tulivyokuwa jana. Tubadilike, tuwe na akili ya leo. Mfikirie mtu anayekuja anainunua hiyo nyumba yenu bilioni 5, anakupa nyinyi, alafu anaondosha kila kitu pale, inabakia ardhi. Yeye kazipata wapi? Taarifa nilizonazo, wengine kwa ubwege wetu watoto wa mjini. Makika hakuna mabwege kama watoto wa mjini. Ile hati yao ndo wanampa huyo mwekezaji, anakwenda kuchukua hela benki, anajenga nyumba hiyo hiyo. Sasa kwa nini nani msende benki? Wamerogwa, hawaelewani, hawawezi kumwamini mmoja wao. Akenda benki,
Kwa sababu haiwezekani watu 20 mna saini moja. Kuna utaratibu, na utaratibu unaowezekana, lakini hamuelewani, matokeo yake mnakuwa nani. Lakini pia kama mnarogwa, ebu amkeni asubuhi. Ukiamka asubuhi sema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, urogwi tena. Soma qul huwallahu 3 na qul a'udhu birabbil falaq 3, qul a'udhu birabbin nas 3. Hurogwi. Mimi mbona sirogwi? Mimi hapa sirogwi. Hawezi. Na wala sina kinachojivunia. Sumbawanga na kujua, lakini mimi Sumbawanga ndio Qur'ani. Qul a'udhu birabbi, hizo nazisoma hizo asubuhi, nazisoma wakati wa kulala, na ninalala mdomo wazi. Mtu atie uchawi wake unayayuka tu, inakuwa ni udenda tu, wala hauna jambo lolote, kwa sababu hiyo ndio kinga ya Mungu. Mungu ametupa kinga. Sasa Mungu anakupa kinga, unaacha hiyo, unakwenda kutaka mambo mengine. Ndio maana mnarogwa. Maana wachawi wapo na uchawi upo, na wakurogwa ndio nyinyi kwa ufara wenu ambao mnakaa kao ovyo ovyo, mnaiacha Qur'ani. Unaona, Qur'ani ipo alafu unarogwa. Yaani Qur'ani ipo, qul a'udhu birabbil falaq ipo, qul a'udhu birabbin nas ipo, alafu unakwenda kulalamika kwa mtu bali nimerogwa. Umerogwa nini? Umerogwa alafu unakwenda kwa mtu naye yeye karogwa. Huyo mganga wenyewe unakwenda naye yeye huyo karogwa, kwa sababu katika mtu anayeogopa wachawi kama mganga hakuna. Yaani waganga wetu wa kienyeji wanaogopa uchawi. Wallahi hakuna wanaogopa. Kwa sababu ya nini? Kuna waganga wa kienyeji wamekimbia kwao kufichwa, ndio kakimbilia hapa mjini, kageuka yeye ndio mganga. Sasa yeye kwao haendi, alafu wewe mganga kwako wewe hapa uone anafanya bwege. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. آمركم وإياي بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم وإياي بما نهى الله عنه من معصيته فلا تعصوه وأرجو لي ولكم من ثوابه فاسألوه وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فاتقوا الله عباد الله. Ndugu zangu, mimi wallahi sina neno jingine. Neno langu kubwa kwamba hali yetu ya jana tuachane na ile jana, tuwe na hali nyingine leo, ndo mtu. Lakini pia tunaishi sisi watu, ni kufundisheni namna ya kuishi na watu. Watu ishi nao kwa mwili wako, moyo wako ishi na Mungu. Watu ishi nao kwa mwili wako, huu mwili wape watu, lakini moyo kuwa na Mungu. Hapo unavuka. Sijui mmenielewa vizuri Moyo wako uwe na nani? Uwe na Mungu kwa kila jambo. Mwili kuwa na watu. Wakizungumzia uchawi na wewe una support kweli bwana, mganga mmoja yuko pale. Kumbe na wewe unalala, wewe unakul a'udhu birabbil falaq, unakul a'udhu birabbin nas, unakul huwallahu ahad, una vitu vyako hivyo. Maana usipo support nao watakuelewa vibaya. Sasa usitake kuelewana vibaya na watu ambao unakaa nao katika genge moja, katika genge la kahawa. Watu uende nao vizuri. Sasa ili uende nao vizuri, uwezungumze lugha yao ile ya kibwege na wewe umo. Lakini nasema ishi na watu kwa mwili wako, moyo wako ishi na nani? Na Mungu wako. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.